Yes, bwana wananchi, Young Africans ni klabu ambayo ndani ya ligi ya NBC, ndani ya michuano ya ndani kwa ujumla wake, ni timu ambayo imejipambanua na kuwa na kiwango bora kabisa. Wamekuwa kibeba mfululizo haya mataji ya ndani. Lakini katika anga la kimataifa wanahitaji kuongeza nguvu zaidi, kwa kuongeza quality kwenye kikosi chao ili waweze kufika mbali zaidi ya walipofika. Ikumbukwe misimu mitatu nyuma, msimu mwaka 2022-23, Yanga walifika finali 2022-23 walicheza finali ya CAF CC. Mwaka 2023-24 walicheza kota finali, robo finali ya CAF CL. Mwaka 2024-25 wamecheza group stage ya CAF CL. Hii trendi ukiangalia inaonekana inashuka kwa maana wametoka kufanya vizuri katika season 3 zilizopita nyuma, wakicheza finali, wakaja kucheza robo finali ya ligi ya mabingwa, na wakaja kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Ukiangalia hii graph, maana yake inashuka. Sasa kama graph inashuka, tafsiri yake they have to pull up. Wanataka kuboresha graph yao irudi juu tena ili waweze kufanya vizuri. Ikumbukwe Young Africans katika msimu huu 2024-25 wana slot au wana ticket tayari wameshaikata ya kushiriki michuano ya kimataifa, na watakwenda kuiwakilisha Tanzania katika ligi ya mabingwa Afrika. Yes, wataenda vipi? Hatujui kama wataenda kama mabingwa au wataenda kama nafasi ya pili. Inategemea na mambo yatakavyokuwa. Ligi bado haijaisha. Lakini kikubwa ambacho wenyewe wanakifahamu ni hiki, kwa maana ya grafu yao kushuka. So wanachokifanya kwa sasa hivi ni kuhakikisha wanaboresha kikosi chao vizuri kweli ili waweze kurudi tena wakiwa strong zaidi katika michuano ya kimataifa. Tayari kikosi chao kimesheheni nyota wengi wenye quality, lakini kuna ulazima wa kuongeza ubora kwenye kikosi chao. Kwanza kuna nyota wameondoka kwenye timu yao, akiwemo Stefan Aziz Ki. Clement Mzize pia imethibitika mwishoni mwa msimu huu atatimka kwa miamba hiyo, lakini na nyota wengine kadha wa kadha. But as it stands, wanahitaji kuboresha timu yao kwa sababu nyingine ni ya kuleta quality nyingine, kuboresha zaidi. Inawezekana kwenye nafasi moja wanaye mshambuliaji au wanaye mchezaji mzuri, lakini wanataka kuboresha zaidi. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuiangalia Young Africans ya msimu ujao 2024-2025 mpaka wakati huu. Ikumbukwe dirisha la usajili bado halijafunguliwa, kwa hiyo tutaona mengi, tutaona nyota wengi ambao watahusishwa na Young Africans. Lakini mpaka sasa tunapozungumza, ni nyota wangapi ambao wanahusishwa na Yanga, na tunakwenda kuiangalia Yanga mpya mpaka sasa tulipo itakuwa vipi. Kwanza Yanga wanatumia mfumo wa 4-2-3-1, 4-2-3-1. Yes, huo ndio mfumo wao ambao wanaotumia. Sometimes wana shifti na kutumia 4-1-4-1. Yes, kuna muda mwingine wanakuwa katika hii shape, walinzi wanne, kiungo mmoja wa ulinzi, viungo wanne wa kushambulia, na hapo mshambuliaji mmoja. Na wakiwa wanakuja hivi, ogopa sana, kwa sababu hapa juu katika huu mstari wa viungo wanne wa kushambulia, wengi wana daraja la juu, quality ni kubwa sana. Kwa hiyo wamekuwa hatari zaidi huko mbele akisimamishwa mchezaji mmoja. Kwa hiyo tukutumia mfumo mama ambao wanautumia, Hamdi Miludi ambao wanautumia. Golini ni Jigi Jiara. Diara yeye ni golikipa ambaye ndio golikipa namba 1 wa Young Africans. Mpaka sasa zipo tetesi kwa mbalimbali kwamba anaweza katimka, lakini kwa asilimia kubwa hizo tetesi zinaonekana kama hazina nguvu. Kwa hiyo Jigi Jiara ndio golikipa wao nambari 1. Lakini fullback wao wa kushoto mpaka sasa kuna Shadrack Boka, yupo Kibabage, yupo pia Kibwana Shomari. Huu ndo mkoko wao kwa upande wa kushoto, ambako kimsingi hawana shida wenyewe, hawana shida ya kuongeza mtu
upande huu mpaka sasa hivi tunapozungumza. Hapa katikati katika namba 4 na namba 5 anacheza Dickson Job, anacheza na Baka. Hawa ni walinzi ambao wamekuwa na ubora tangu hii partnership ilipoanza kupatikana. Spareman katika hawa wawili ni Bakari Mwamnyeto. Mwamnyeto ndiye ambaye kama mlinzi wa ziada, of course hawa ndo wanapata zaidi nafasi. Mwamnyeto anaonekana kama spare ya hawa wawili. Kwa hiyo hapa inaonekana pako stable mpaka sasa. Ukilinganisha Job na Baka, performance wise wamekuwa vizuri, lakini pia umri wao umekuwa ukiwaruhusu kwa wao kuendelea kucheza. Hii partnership ngumu kweli kweli. Ukienda hata kwenye timu ya taifa ndio partnership ambayo inategemewa hapa nyuma. Upande wa kulia sasa. Kulia nyota ambaye anahusishwa kujiunga na Young Africans ni Ibrahim Keita. Ibrahim Keita kutoka TP Mazembe. Huu ni nyota wa TP Mazembe, Keita Ibrahim, ambaye kimsingi management yake ipo ndani ya ardhi ya Tanzania. Juma hili lote hili wapo ndani ya Tanzania. Sasa ni nyota ambaye pia anahusishwa na wapinzani wao au watani wao wajadi hawa kwa maana ya Simba. Lakini kwa sasa ni Keita Ibrahim, lakini pia upande huu pia yupo Isra Patrick Mwenda ambaye anacheza katika ile eneo. Kwa hiyo hata kama Keita atakuja, basi Isra Mwenda ndo anatarajiwa kuwa mbadala wake au kibwana pia. Kwa hiyo ukiangalia watakuwa na utitiri wa mafullback. Good luck wana mafullback ambao wanaweza kucheza zaidi ya position moja, kwa maana ya kushoto ama kulia. Katika safu ya kiungo cha ulinzi, kwa maana tunakuja hapa sasa. Hapa double pivot tunaita. Hapa huyu ni nambari 6 ambaye ni Aucho. Aucho ndo nambari 6, lakini nyota mwingine ambaye anatajwa kuja kuchukua nafasi ya Aucho au kuja kupeana upinzani na Aucho ni Damaro. Damaro Kamara. Yes, huyu ni nyota wa Singida Black Stars ambaye anatajwa atakwenda kujiunga na wananchi mwishoni mwa msimu. Tunasubiri kuona mazingira yatakuwa vipi, but ni kiungo ambaye amekuwa na kiwango bora sana tangu akiwa na kikosi cha Hafia Football Club ya kule Guinea, na amejiunga msimu huu kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Ni miongoni mwa viungo wakata shombo kweli kweli, ni viungo ambao wanafanya interception za kutosha, ni kiungo ambaye anaonyeshwa kadi nyingi za njano kutokana na aina ya mpira ambao anacheza aggressive football. Kwa hiyo hapa yupo Damaro Kamara. Kama haitoshi yupo Koimizo Maiga, naye anatajwa kwenda kuongeza nguvu katika ile eneo. Sasa Maiga ni yule ambaye alikuwa anatajwa kwa muda mrefu. Huyu ni nyota wa ulinzi, kiungo cha ulinzi ambaye anacheza kwenye kikosi cha ASEC Mimosas, na anatajwa muda mrefu kabla ya dili ya Damaro kuibuka katika siku za hivi karibuni. Lakini kuna uwezekano kumpata Damaro kukavunja dili ya Maiga. Nadhani hiyo ni fikra zangu tu kwamba kuwa na Maiga kuwa na Damaro katika ile eneo sidhani kama itakuwa rahisi, lakini kama watakuwa nao basi watakuwa wamezidisha quality zaidi. Lakini nafikiria kwamba akimpata Damaro, Maiga huenda asingie kwa miamba hii. Nambari 8 hapa anacheza Mudathir Yahya, anacheza Duka Buya. Yes, hao wote wanacheza nambari 8. Duka Buya katika huu mfumo ni hatari zaidi kwa sababu anaongezeka juu kwenda kuunga nguvu pale. Kwa hiyo hawa nyota wawili ambao hatuna maelezo mengi kwa sababu wapo kwenye kikosi cha Young Africans, and so far hakuna taarifa ambayo imenifikia inayoeleza kama kuna kiungo mwingine nambari 8 anahitajika na Young Africans. Nambari 10, kiungo ambaye anahitajika ni Faisal. Yes, Faisal Salum Abdallah kutoka Azam FC anatajwa kuhitajika na Young Africans. Wanapambana kuona namna gani wanamrudisha, ingawaje hii deal inaonekana kuwa ngumu. Faisal, rada ambayo inaonekana kushiba zaidi kumhitaji Faisal ni Kaizer Chiefs. Baada ya hapo pia hapa yupo Celestin Ekwa. Yes, Celestin Ekwa huyu ni kiungo wa kushambulia, sometimes anatumika kama striker pia, lakini nafasi yake ya asili ni nambari 10. Kiungo ambaye anatokea kwenye kikosi cha Zoman FC msimu huu 24-25 akacheza klabu mbili kwa maana ya Zoman FC pamoja na ASEC Mimosas. Nyota ambaye anatajwa huenda akaja kuwa MVP katika zile tuzo za FIFA. Tuzo ambazo zimetoka ambazo imepata Driss Bamba ni tuzo za EFI. Tuzo za EFI ni second best award. Kama tuzo za Federation, yani Federation ya soka ya Ivory Coast
watatoa tuzo zao, basi inatazamiwa kwamba Celestin Ekwa huenda akapata hizo tuzo. Kwa hiyo as it is, ni hawa nyota wawili ambao wanatajwa katika hili eneo. Lakini tukija pembeni huku tunamkuta Maxi Nzengeli. Huku yuko Maxi mwenyewe na huku yuko Pacome mwenyewe. Hawa ni viungo ambao kwa asilimia kubwa ndio ambao wanakwenda kuanza kwenye kikosi. Wapo mawinga wengine ambao wanacheza katika haya maeneo, lakini hawa wako fiti, unatarajia kuona wakianza kwa sababu ya daraja lao la ubora. Spearman ni Clatous Chota Chama. Clatous, Yanga Afrika wanaendelea kufanya mazungumzo na Clatous Chota Chama kuona anaendelea kusalia katika kikosi hicho. Yes, na yeye no Spearman kwa upande wa Pacome, Spear kwa upande wa Maxi Nzengeli. Lakini hawa viungo wamejitosheleza. Sidhani kama Yanga wana stress katika haya maeneo kutokana na ubora wa hawa nyota wawili. Ambaye ataongoza safu ya kushambulia, hapa ndo vurugu mechi sasa. Watakaoongoza safu ya kushambulia kwanza ni Prince Dube. Yuko imara pale juu, amesimama, namba zake zinazungumza, ameziacha namba ziseme, alafu amewacha watu wengine wazungumze maneno mengine. Nyota mwingine ambaye anahusishwa na klabu ya Young Africans ni Phili Traore. Ingawaje deal hii inawezekana ikawa ngumu kwa sababu ana mkataba huyu na kikosi cha Aswehel. Honestly, klabu zetu zina struggle kweli kupata wachezaji ambao wana mikataba. Na Phili Traore ana mkataba na klabu yake kule Libya. Ni biashara ambayo wangeweza kuifanya Wydad, lakini haikutokea. Young Africans wana nafasi ya kuvunja kibubu ili waweze kunasa saini ya Phili Traore, huyu ambaye msimu uliopita pia alifanya vizuri katika ligi ya DRC akiwa top scorer. Mbali na hapo yupo Jaftebola Kitambala ambaye anacheza Manyema ya DRC, naye anahusishwa kwa miamba hii ya Twiga na Jangwani. Huyu ndio kinara wa upatikaji mabao kwa sasa katika ligi kuu ya DRC, mabao 11, nyota wa Manyema Union kutoka Kindu. Na nyota mwingine ambaye anatajwa ni Soa Jonathan, naye deal yake sio nyepesi. Hii deal nimepata details za kutosha zaidi kuhusu deal ya Jonathan Soa. Inaonekana Singida wameleta ugumu kwa Jonathan Soa kwa sababu wanamhitaji katika kampeni ya msimu ujao wa kombe la shirikisho. Black Stars wana kampeni maalum kwenye kombe la shirikisho, wana nia ya dhati ya kufanya vizuri na kufika mbali zaidi. Hivyo basi wanahitaji quality zao kwa asilimia kubwa ziwepo. Kwa hiyo Jonathan Soa ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa ambao hawahitaji kuona akiondoka. Yupo Damaro Kamara, lakini Damaro anaweza kwenda na bado timu ina viungo wengine wazuri katika safu ya kiungo cha ulinzi. Lakini Jonathan Soa inaonekana kuwa ngumu kwa sababu ni business ambayo Singida Black Stars wenyewe wanahitaji. Kwa sababu ana mkataba, huenda kasalia Singida Black Stars. Lakini kama Yanga watamchukua, ikumbukwe Yanga na Singida ni timu ambazo zina mahusiano mazuri kibiashara. Tumeshashuhudia nyota kadhaa kishifti kutoka pande moja kwenda pande nyingine. Kwa hiyo inawezekana pia na hii sign wakainasa ya Jonathan Soa na kuitengeneza Yanga ya aina hii. Mpaka sasa tunapozungumza bado Yanga wana nafasi ya kuendelea kuongeza nyota wengine ambao wanaweza kuisaidia klabu kutoka pale walipoishia kwa maana ya msimu uliopita kwenda mbele zaidi. Nakumbuka kwamba hapa nazungumzia zaidi katika level za kimataifa, michuano mikubwa ya CAF Champions League. So Young Africans mpaka sasa wapo hivi kama ambavyo tunawaona, lakini bado naamini wataendelea kuboresha kikosi chao. Kwa hiyo kadri muda utakavyozidi kwenda, tutakutana tena katika jukwaa hili kwa ajili ya kuangalia eneo gani na eneo gani ambalo Young Africans wameligusa. Hii ni Mzinga Sports.